Kwenye nchi saa hizi kuwa kiongozi wa Chadema ni afadhali uwe jambazi. Ukiwa kiongozi wa Chadema leo hii, familia yako haina uhakika wa kwamba kesho utaamka. Jioni wanakupigia simu kama umefika nyumbani, asubuhi wanakupigia simu kukuuliza kama umeamka. Wakati dunia inaendelea kutafakari na kuangalia ripoti ya Mheshimiwa Jaji Chande ambayo ilikuwa ikiendelea kuchunguza matukio ya tarehe 29 mwaka 2025, sisi kama Alama Global leo tumemwalika mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Tunduma, yeye aweze kutusaidia katika mjadala huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana kwenye mjadala huu wa kitaifa. Asante sana. Asante sana. Umesikia kwa kina na kufuatilia ripoti ya Mheshimiwa Jaji. Ndiyo. Kwa mtazamo wako, unadhani imetatua au imejibu maswali kwa kiwango gani chanzo cha matukio ya tarehe 29? Asante ndugu mwandishi wa habari. Nafikiri kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Boniface William Mwakabanje, mkweli mwenyekiti wa Chadema jimbo la Tunduma. Ndiyo. Mimi pengine nijibu tu kama ulivyoniuliza kwamba taarifa ya Mheshimiwa Chande inaweza ikawa imejibu maswali ya Watanzania wengi kwa kiasi gani, hasa kwa tukio la Oktoba 29. Ndiyo. Mimi kwa kifupi tu niseme taarifa ya Mheshimiwa Chande haijajibu maswali ya Watanzania kwa sababu moja tu kubwa ambayo mimi naiona. Kwanza, Mheshimiwa Chande mwenyewe, mimi naweza nikakiri wazi kwamba alikuwa na wakati mgumu sana, kama tulivyoeleza sisi Chadema, kujitenganisha yeye na mamlaka iliyomteua na kufanya kazi ya serikali. Okay. Alikuwa na wakati mgumu sana kwa sababu sisi kama Chadema tulieleza wazi kwamba ni ngumu sana kwenye jambo hili watu ambao tunaamini walikuwa sehemu ya matukio hayo kufanyika au vurugu hizo kufanyika au matukio hayo kutokea, wao ndio waunde tume ya kufanya uchunguzi kwenye hilo jambo. Sasa lilimpelekea Mheshimiwa Chande kuwa na wakati mgumu kwa sababu kwanza alitakiwa ajitenge na mamlaka iliyomteua, alafu afanye kazi ya wananchi kuambia ni nini kilichopelekea matukio ya 29 Oktoba. Hicho ndicho ambacho sisi mpaka sasa na hata tulivyoisikiliza taarifa yake tumekuta ni kile ambacho sisi tulikiona awali, hasa kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tulilizungumzia jambo hili mapema kabisa kwamba litakuwa gumu kwa wateule wa Mheshimiwa Rais kufanya kazi hii ya kuchunguza tukio la 29 Oktoba kwa sababu aliyewateua sisi tunaamini ni sehemu ya hiki ambacho kilitokea 29 Oktoba. Asante sana. Na tumeona kwenye ripoti ya Mheshimiwa Chande inaeleza kwamba kuna kauli za wanasiasa ambazo zilihusika kutumika kama vichocheo vya ghasia zile au maandamano yale. Unasemaje hii kwamba siasa na kauli za wanasiasa huenda tume imesema kweli? Ndugu mwandishi wa habari, inawezekana ikawa kweli, ila tafasiri za hizo kauli ambazo tunaweza tukaziita vichocheo ni kauli za namna gani? Kwa sababu tunapozungumzia kauli za wanasiasa kugeuka kuwa vichocheo vya matukio ya 29 Oktoba, lazima tujue ni kauli za namna gani. Kwa sababu kwenye maelezo ya Mheshimiwa Chande mwenyewe kuna sehemu nimemnukuu akisema mmoja ya waandamanaji wa 29 Oktoba walikuwa na vitu ambavyo wanavilalamikia kwamba walio wengi vijana ni ukosefu wa ajira, lakini pia namna ya chaguzi zinavyoendeshwa ndani ya nchi yetu zimekuwa sio sawa, lakini pia akaeleza akasema baadhi ya watu yani watumishi wa umma kutokuwa waaminifu kwenye nafasi zao ni moja ya vitu vilivyosababisha matukio hayo ya Oktoba 29.
Sasa tunapotaka kuja kuzungumza habari ya kusema wanasiasa kauli zao zimekuwa vichocheo vya kuwafanya watu waende kuandamana hiyo tarehe 29 Oktoba. Sasa lazima tutafasiri vizuri kwamba tunapozungumza kauli za wanasiasa, kwani hawa wanasiasa tulifikiri wazungumze kauli gani? Kwa sababu wanasiasa wanaposimama kwenye majukwaa ya siasa wanazungumza yale ambayo yanaihusu jamii. Kama hawa waandamanaji wanasema wamekosa ajira, na wanasiasa wanaposimama kwenye mikutano yao ya kisiasa wanawaeleza vijana kinachopelekea wao kukosa ajira, wanawaeleza wananchi namna ambavyo viongozi wa umma wamekuwa sio waaminifu kwenye nafasi walizonazo. Sasa hizi huwezi ukageuza tena kuwa ni vichocheo. Yaani ni vichocheo. Wewe unapokuwa mwanasiasa unatakiwa uzungumzie nini? Uzungumzie maisha ambayo yapo ndani ya wananchi na maisha ambayo yapo kwenye taifa letu. Kuna kauli pale zimetajwa kwamba kuna kauli mbili za wanasiasa zilikuwa zikisemwa. Wengine nasema no reform no election, wengine wanasema Oktoba tunatiki, wengine Samia must go. Hizo kauli zimekuwa ni moja kati ya vilivyotajwa pale. Ni sawa, mimi nakubaliana kwamba kama kauli hizi zilitamkwa, kwa mfano za no reform no election, sisi kwa mfano kama unapoizungumza hiyo kauli, ni kauli mbiu yetu Chadema, wala hatuwezi kuikataa na tutakuwa tunadanganya umma. Tulitamka na tumeendelea kuitamka, lakini tuliitamka kabla ya uchaguzi. Na tunapozungumzia, ndugu mwandishi wa habari, ndio maana kuna kitu pengine nikupe hapo. Kuna watu wengi hata saa hizi wanailaumu Chadema na wanatoka kwenye vyombo vya habari kwamba kwa nini wanasema kuna issue ya maliziano, kwa nini wanasema eti Chadema wanasema tuende maliziano sio ya Chadema. Dio. Nataka niweke sawa hili swala. Kwanza Chadema wajue kabisa, Watanzania wasije wakadanganywa. Chadema hatujawahi kukataa maridhiano. Na moja ya watu wanaoyatafuta maridhiano miaka mingi hata kabla ya hiki kinachozungumzwa ni Chadema. Tumewahi kuyataka maridhiano hata kwenye utawala mwingine kabla ya utawala wa Samia. Magufuli tumewahi kumhitaji kuzungumza naye wakati tunaona utaratibu wake wa namna anavyoendesha nchi. Sisi tulimuelewa tofauti. Tukawa tunahitaji kuzungumza naye, ni kutafuta maridhiano. Lakini Samia mwenyewe sisi sio mara ya kwanza kuhitaji kuzungumza naye. Kwa kama tulizungumza swala la no reform no election, ni kwamba tulizungumza kabla ya uchaguzi. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinaonyesha kwamba tunatafuta maridhiano. Kwa hizi kauli sio vichocheo vya kusema watu waandamane au watu wafanye fujo, hapana. Na ndio maana ziko taasisi za dini zilishauri mapema kwamba kabla mjenda kwenye uchaguzi, tunaomba viongozi wa kisiasa mwende kwenye maridhiano kwanza, taifa limegawanyika. Mkae pamoja, mwe wamoja, mkutane ndio mwende kwenye uchaguzi. Kwa kama hizi kauli zilionyesha kwamba zinaashiria pengine uvunjifu wa amani, zinaweza zikaleta matatizo, kumbe zilitakiwa zitupeleke kwenye maridhiano kabla ya tukio. Kwa sababu tunapokuwa kwenye majukwaa ya siasa, ndio sio kwamba tunaweza tukasema kila tunachokitamka kiko sawa. Yawezekana pengine kuna kauli yetu haikueleweka. Lakini kama haikueleweka tunaenda kwenye uchaguzi, si ndio maana tunitaka tuzungumze, ndio maana wengine walitushauri twende kwenye mazungumzo kabla ya uchaguzi. Yaani kwamba kama kauli yenu haikueleweka, basi mlitakiwa mkae kwanza ili mhojiwe, mueleweke mnamaanisha nini. Tuulizwe maana yetu nini tunaposema no reform no election. Na taasisi za dini zikashauri kwamba jamani, tunaliona taifa limegawanyika, viongozi wa vyama vya siasa na taasisi mbalimbali mkae, tujadiliane, twende tukutane pamoja ndio twende kwenye uchaguzi. Sasa watu wanatafasiri tu kauli yetu ya kusema no reform no election, hawajatuita kutuuliza kwa nini msimamo wetu uko hivi, kwa nini tunazungumza hili jambo. Sasa yanapokuwa wametokea mambo ya namna hii, watu wanataka kupita hapo kwamba sisi tulichochea. Sisi tulikuwa tunataka kuna vitu tuvitengeneze kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Asante, lakini kuna swali lingine ambalo ningependa watu waweze kupata ufafanuzi, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiuliza. Umesikia mheshimiwa amesema kwamba baadhi lile tukio halikuwa maandamano bali zilikuwa ni ghasia, kwa sababu waandamanaji walienda na bunduki, mapanga, marungu na vitu kama hivyo, kitu ambacho sheria za Umoja wa Mataifa, sheria za Afrika, East Africa zote zinakataa kufanya maandamano ya amani ukiwa na marungu, kitu ambacho hakipo. Hii kwa mtazamo wako unaonaje katika haki na uhuru wa watu kuandamana? Asante ndugu mwandishi wa habari, mimi nirudi tena
kuwaomba viongozi wetu wakubwa wa taifa hili ambalo tunawapa heshima kwa nafasi walizonazo, lakini kuna mahala ambako lazima waone kwamba hapa tulipofika Watanzania kuna mahala tunatakiwa tutoke ili kwenda hatua nyingine yenye mafanikio kwenye taifa letu, na hasa tunapokuwa na mambo ya msingi kama haya, kuna vitu ambavyo hatutaki kufanya maigizo. Sawa. Mheshimiwa Chande amekiri mwenyewe kwa kinywa chake kwamba kwenye uchunguzi wao wamebaini vitu vilivyopelekea watu kuandamana ni kwa sababu ya vijana kukosa ajira, viongozi wa umma kutokuwa waadilifu, lakini chaguzi zetu kutokuwa za huru na haki. Unapofika mahala kwanza kuzungumza habari za kwamba zilikuwa ghasia, hayakuwa maandamano, wakati chanzo huko ulikokuwa unataka kuzungumza ndio ulikuwa unazungumzia uhalisia wa kilichowapelekea watu kuandamana, hapo ndo ninaposema pamempa ugumu wa kufanya jambo hili kiuweledi, kwa sababu alikuwa anafanya huku akiwa anaogopa mamlaka iliyomteua kupeleka taarifa iliyo sahihi. Leo hii unafika mahala unaueleza umma kwamba hawa watu waandamanaji walikuwa wanalipwa shilingi 10,000, shilingi 5,000. Kama kweli ni taifa ambalo tunataka kujiuliza kwa nini tuko hapa, kama tuna wananchi wanaoweza kukubali kulipwa shilingi 5,000 wakalisi kimaisha ya kutaka kufa kwa shilingi 5,000, basi tungejua kwamba taifa letu hapa lilipo ni hatari. Kama tuna wananchi ambao wanafika mahala wakapewa 5,000 wakaamua kuriski maisha kwenda kufa kwa sababu ya 5,000, hiki ndo tunachokizungumza, kwamba taifa lazima lione namna ya kutoka huko. Kama linaweza likawa na wananchi ambao wanaweza kushindwa kumudu maisha ya 5,000 mpaka wakanunuliwa, tuna taifa la namna gani? Lakini tunafika mahala kauli zetu hazieleweki, tunaambiwa waandamanaji hawakuwa Watanzania. Kesho tunarudi kwamba walioandamana walikuwa Watanzania. Idadi iliyotokea 29 Oktoba, sisi Chadema tuna faida hii. Tumepoteza wapendwa wetu. Ndio. Kuna watu wameathirika kwenye hili jambo. Sasa sisi ndio maana na sisi haya kinachoitwa maridhiano tunayataka, kwa sababu sisi ni Watanzania. Kwani haya madhara yake sisi hayatupati? Isipokuwa tunachokitaka kwenye hayo maridhiano, ndugu mwandishi wa habari, ni dhamiri iliyo ndani ya hayo maridhiano. Kuna dhamiri njema, kwa sababu huwezi tu kumwita mtu kusema tunakuja kwenye maridhiano lakini dhamiri yako tunaiona sio njema. Dhamiri njema ndio inayotuvuta kwenda kwenye maandamano, wakati tunakuona kweli wewe unayetuita una nia ya kwenda kwenye maridhiano. Leo hii unazungumzia maridhiano. Maridhiano, sisi tunakuona unayetuita kwenye maridhiano, tunaiona dhamiri yako. Je, ni kututaka tu tupitishe kama kuna maridhiano kwa sababu kulikuwa issue ya uchaguzi? Maridhiano tunataka liwe jambo linaloenda kutengeneza mustakabali wa taifa letu, kuwa maisha endelevu ambayo hatutarudi tena kwenye hiki kilichotokea. Asante. Nimeona unarudia zaidi ya mara mbili kuhusiana na utendaji wa watumishi wa serikali. Ndio. Ripoti imeonyesha kwamba baadhi ya watendaji hasa wa ngazi za chini wa serikali wamekuwa hawatendi sawa. Ile imepelekea watu kukeleka na kuingia barabarani. Unadhani inaathiri vipi imani ya wananchi kwa dola? Ndugu mwandishi wa habari, kwanza nishukuru kwamba hilo jambo nililisikia pia jana Mheshimiwa Chande akilizungumza kwamba walilipata kwenye uchunguzi wao, watume walikuwa wanachunguza. Lakini hapo mimi nikiri tu wazi na niseme, niweke wazi kwamba tunapozungumzia watumishi wa umma kutokuwa waaminifu, tusiwaangushie gogo sana watendaji wa ngazi za chini. Hawa hata ukiangalia vitu wanavyoweza kulalamikiwa ni vidogo sana, ambavyo athari yake kwenye jamii vinaweza vikawa ni vidogo. Tunapozungumzia watu ambao sio waaminifu na utendaji wao ni mbaya kwenye ngazi za jamii, tunawazungumzia hata viongozi wakubwa walioko kwenye nyadhifa za juu, ambao kila mwaka mkaguzi wa hesabu za serikali amekuwa anazungumzia namna ya matumizi ya rasilimali za nchi zinavyotumika vibaya. Hizi rasilimali za nchi zinazotumika vibaya hazitumiki na hao tunaowazungumzia watendaji wa mitaa, hazitumiki na hao wenye viti wa mitaa, zinatumika na hawa watu wakubwa ambao leo hii ndio ambao Chadema ndio mambo ambayo tunayapigia kelele kila siku kwamba mgawanyo wa rasilimali za nchi haziendi sawa, kuna watu wachache wanaonufaika. Lakini kinachotushangaza na hili, naomba tu Mheshimiwa Chande pengine angekuwa amewaelekeza moja kwa moja jeshi la polisi,
yaani kwa maana ya vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba sisi tunapolalamika kwamba mali za nchi zinatumika vibaya, tunapowatarget watu tunaowaeleza kutumia vibaya rasilimali za nchi, jeshi la polisi linatushambulia. Wakati jeshi la polisi kazi yao wao ni kutulinda wananchi na mali zetu, sisi tunalalamikia mali zetu zinazoibiwa, jeshi la polisi linatushambulia, wanatupiga, kwa kumbe wanalinda wao mafisadi. Mfumo unaotumia kudai hiyo haki unatumia mfumo gani? Yaani mimi ninapoibiwa, hutakiwi wewe kunihoji kifaa ninachotumia kurudisha mali yangu. Yaani ushike bunduki wewe, ushike panga, tukuache, amani ya nchi inakuwa wapi? Bunduki kwa mfano, tunapozungumzia chama cha siasa, bunduki tunaikuta wapi mheshimiwa? Sisi tunatumia majukwaa. Sasa kwenye majukwaa wanataka kutupangia maneno ya kusema tunapomsema mwizi. Leo hii imefika mahala jeshi la polisi, huko ndiko kauli za kichochezi zinapoinuka. Mnapokuwa kwenye majukwaa ndo mnatoa kauli za kichochezi ambazo zinapelekea watu wenye fahamu tofauti kuamini kwamba ugumu wa maisha walionao ni kwa sababu ya kile ambacho nyinyi mnasema. Kwa hiyo mtu mwingine huwezi jua anainuka na ana panic, anaenda kufanya jambo ambalo linaenda kuhatarisha amani ya nchi. Kumbe ili tutumie lugha nzuri kuambia wezi, tuwaambie watajwe kwa majina alafu waone aibu. Hizi ndo lugha nzuri zinazoleta mustakabali wa nchi. Kwamba sasa tuseme kwamba mkaguzi wa hesabu za serikali amekuja ametuambia ubadhirifu wa mali ya umma, sisi tutoke sasa tuwaambie kwamba wasemwe hadharani alafu waone aibu. Hizi ndo kauli zenye mustakabali wa nchi. Kama mtatuambia hivyo waandishi wa habari, basi mtuambie. Lakini sisi tunasema wawajibike. Hawawezi wakaendelea kuwa kwenye nafasi hizo wakati tayari mkaguzi wa hesabu za serikali amegundua jinsi wanavyotumia vibaya mali ya umma. Sasa tunataka wawajibike. Kama ni kufungwa wafungwe, vyombo vya sheria vichukue hatua. Kama hizi kauli mnaona ni uchochezi, basi mtuambie. Vyombo vya siasa tuwe tunawasifia. Hivi kuna aibu kwa tajiri? Yaani wewe tajiri unaweza ukawa unaelezea utajiri wake alafu unaona anaona aibu? Yaani watu wameiba, wametajirika, alafu tuwataje kwa majina tukidhani kwamba ni fimbo, kwamba wataona aibu? Huko ndiko ambako tunataka tutoke kama taifa. Hii ni nchi ambayo ina watu wanaoelewa tumetoka wapi na tuko wapi na tunaelekea wapi. Leo hii ndugu yangu nikwambie, na haya ndio ambayo viongozi wa Chadema tunapata nayo shida kwenye nchi saa hizi. Kuwa kiongozi wa Chadema ni afadhali uwe jambazi. Ukiwa kiongozi wa Chadema leo hii, familia yako haina uhakika wa kwamba kesho utaamka. Jioni wanakupigia simu kama umefika nyumbani, asubuhi wanakupigia simu kukuuliza kama umeamka. Lakini wakati huo majambazi wanaofanya matukio kwenye nchi yetu wanakuwa salama, wala hatupati taarifa zao za kwamba wako hatarini. Pengine nikupe mfano tu mkubwa kwenye mji wa Tunduma. Mwezi wa pili na mwezi wa tatu, wewe upo hapa Tunduma, utakuwa umesikia jinsi ambavyo watu wamevamiwa hapo kisimani na majambazi wakiwa wananyang'anywa fedha. Wanapigwa risasi mchana kweupe mida ya saa 4 na saa 5. Matukio zaidi ya 6 yamefanyika saa 4, saa 5. Wamepigwa risasi na kunyang'anywa fedha. Hawa ni wananchi. Hakuna taarifa yoyote inayoonyesha kwamba hawa majambazi wamekamatwa mpaka hivi ninavyozungumza na wewe. Kuna mmoja alitajwa kwamba amekamatwa. Anakuambiaje mtu amekamatwa alafu ni siri ya jeshi la polisi msimjue kwa ajili ya uchunguzi? Yaani huyu aliyekamatwa, aliyezuru maisha ya mtu, hata kutuonyesha kwamba ni huyu hatujaonyeshwa. Lakini intelijensia kama Chadema ina mkutano, jeshi la polisi inapata na inazuia mkutano kwa sababu imepata intelijensia. Intelijensia za majambazi wanaofanya uhalifu ndani ya mwezi mzima, wanaua watu, wanaumiza watu. Jeshi la polisi halina intelijensia. Kuna watu hapo wamevunjwa viuno, wamevunjwa miguu, tumepoteza nguvu kazi za vijana. Wananyang'anywa mali ambayo unavyoiona Tunduma inaendelea leo kuwa kwenye maendeleo haya. Hawa vijana wanaofanya shughuli hizo za kuchange fedha hapo kisimani ni sehemu ya maendeleo ya mji wa Tunduma. Au vijana kupitia hiyo shughuli wanayofanya ya kisima wamefungua, wana maduka, wana mashamba, wanasomesha, wana magari. Ni sehemu ya maendeleo ya mji wa Tunduma. Kwa nini hatuwezi kuwathamini? Wanafanywa uharibifu mkubwa wa kiwango hiki, hatupati taarifa zozote za kwamba wahalifu wanakamatwa. Asante. Kwa mtazamo wako, unadhani ni nini kiweze kufanyika ili jambo kama hili lisiweze kutokea, kuleta madhara makubwa kama ilivyotokea tarehe 29? Hilo ni swali zuri ambalo ni la Watanzania wote. Ndio. Kwa sababu kuto kurudi kwenye hali hii tuliyoipitia sio jambo la mtu mmoja. Ni la Mtanzania yoyote.
Na ndio maana tunatakiwa tujiulize ni nini kimetufikisha hapa ambako hatukuwahi kuwa, lakini tunatokeje? Kwa sababu kutoka limetokea, tunatokeje? Jana nimemsikia Mheshimiwa Rais, ndio baada ya hotuba yake, lakini akiwa anawaeleza Watanzania na viongozi ambao walikuwepo pale, alinukuu maandiko machache kutoka kwenye vitabu vitakatifu. Niliona akikitaja kifungu kimoja kiko kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 23. Ndio. Ambacho kimeeleza mambo kadha ambayo yanaonyesha watu wakimwomba Mungu, wakinyenyekea kwa Mungu na kuacha ubaya wao, Mungu atawasikia. Ndio. Maneno haya aliyoyatumia Mheshimiwa Rais, mimi nikubaliane nayo, ni ya muhimu. Lakini pia lazima tujue haya maneno chanzo cha kuzungumzwa yalikuwa ni nini. Haya maneno yalizungumzwa na Sulemani wakati analiweka wakifu hekalu limejengwa na Mungu, ili watu wa Mungu wakiwa mahali pale wamlilie Mungu na Mungu awasikie. Kumbe tunataka kuliweka wakifu taifa letu la Tanzania, ili chochote tunachomuomba Mungu, Mungu atusikie. Lakini ndugu mwandishi wa habari, nataka nikwambie, maombi yana kanuni zake. Maombi yana kanuni zake na yana njia zake za kupita. Ndio maana ukiangalia mstari aliyozungumza Mheshimiwa Rais umeeleza, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakiniomba na kunyenyekea, nitawasikia. Kumbe tunapozungumza habari ya kunyenyekea kwa Mungu, hakuna mwenye mamlaka. Wote kwa Mungu tuko chini ya Mungu. Sasa ili tuende mbele za Mungu atusikie, tunatakiwa taifa letu tukubali kwamba tunatakiwa kunyenyekea mbele za Mungu na kukiri tulipokosea. Lakini na mambo mengine ambayo tunajua tumefanya kwa uongo, kwa kusingizia watu, tukubali kuachana nayo ili twende mbele za Mungu atusikie. Hayo unamaanisha kila mtu aliye Mtanzania. Unaweza ukajua machache ambayo Chadema, kwa upande wenu kama Chadema, kwamba sisi kama Chadema kwa hili tumekosea, sisi ni wajibu wetu na sisi tukiri hapa. Mimi nishukuru unapoomba toba mbele za Mungu. Ndio. Unaweza kuomba toba kwa sababu tu hata kwa niaba ya aliyekukosea. Ni mimi naweza nikaomba toba kwa niaba ya watoto wangu. Yaani sio mimi niliyekosa, yaani wakikosa watoto wangu natakiwa kutubu. Kwa tunaposema wote wa Tanzania tunatakiwa kutubu kwa niaba ya aliyekosa. Kwa sababu linakuwa ni kosa letu wote. Na tunapotaka kwenda mbele za Mungu, na hili na mimi niwaombe tena wachungaji aliyowaomba Mheshimiwa Rais. Amewaomba kwamba waliombee taifa kuhakikisha tunatoka katika hiari. Na hawa wachungaji pia wamwambie Rais, tunapoenda kuomba kuna vitu ambavyo tukubali kuviondoa, kama ambavyo wanajua Mheshimiwa Rais yuko gerezani kwa kesi ya kusingiziwa. Lissu sio mhalifu, Lissu sio mhaini. Tunapotaka kwenda mbele za Mungu na kama taifa tukutane, wachungaji wamwambie Mheshimiwa Rais, wamwachie Lissu ili tunapoomba tusiwe na unafiki. Leo hii unapotaka tuwe tunaomba Lissu yuko gerezani kwa kesi ambayo amesingiziwa, sisi kama taifa dhamiri zetu zinatuambia nini? Uchunguzi si bado unaendelea na kesi na jambo liko mahakamani lile. Ndio maana nimekuambia kama tunataka kuzungumza habari za kukutana kama taifa na tuombe mbele za Mungu, ambaye maandiko aliyoyasoma kiongozi wetu yanasema tujinyenyekeshe. Kujinyenyekesha ni kuvua vyeo na kusema Mungu wewe ndio uko zaidi ya kila mtu. Asante. Na nyinyi kama chama cha upinzani wakati mwingi mmekuwa mkilaumu serikali na kusema yale mapungufu ambayo mnayaona kupitia serikali. Kwa sasa hivi ni lipi jukumu lenu kuhakikisha serikali inakuwa imetulia pamoja na Tanzania na amani ya nchi? Wajibu wenu ukiondoa kulaumu na kukosoa, ni wapi ambapo mmejipanga kujenga kwamba sasa tufanye hili ili nchi yetu iweze kusimama? Ndugu mwandishi wa habari, pengine mimi nikwambie tu kitu kimoja. Sisi kama Chadema, kati ya vyama ambavyo tumejipanga na tumejipambanua kuhakikisha nchi inajengwa kwenye mustakabali mzuri, ni sisi Chadema. Na moja ya vitu ambavyo, ndugu mwandishi wa habari, sio tu kwa utashi wangu na mtazamo wangu binafsi, hata kama si nitakuwa mimi, kitu pekee kinachoweza kutusaidia kwenye taifa letu, ukiacha uongozi uliopo madarakani, hata ingekuja Chadema leo, ndio, ni swala la kuwa na uhuru wa nchi yenyewe ya kufanya shughuli za kisiasa na mambo mengine ya kijamii kwenye uwiano sawa. Kwa sababu tukisema tunapambana kuhakikisha tunaenda kwenye hali ya kuwa na utulivu kwenye nchi yetu bila kuingia kwenye migogoro, kama haki itakosekana,
hakuna utulivu, kwa sababu automatically kinachozaa utulivu na amani, ndugu mwandishi wa habari, ni haki. Yaani hatuwezi kuikwepa haki, na sisi tunachokizungumza, hatulaumu serikali, hatufanyi nini, sisi tunajaribu kuelekeza uhalisia wa kwamba taifa hili ili tuwe sawasawa na tusirudi huku tulikotoka, tutende haki kwa Watanzania, tuondoe zile zana za zamani ambazo tuliishi sana kwenye kitu kilikuwa kinaitwa propaganda. Propaganda zilishapitwa na wakati. Hata hii tume leo tunayoizungumza ilikuwa inamkabidhi taarifa Mheshimiwa Rais jana. Ingekuwa imepewa uhuru wa kuchunguza, kweli wasingekuja na taarifa hiyo walioileta, ambayo ndani yake imejaa propaganda nyingi kwa sababu ya kuwafurahisha waliowateua. Na ndio maana walio wengi ambao walikuwa ni viongozi au walikuwa wajumbe wa hii tume, hata jana walivyokuwa wanatambulishwa pale, kila mmoja ametajwa kwenye nyadhifa zake zaidi ya 2 ambazo wamewahi kutumikia taifa hili. Wametajwa wakiwa wabunge, wametajwa wakiwa mabalozi, wametajwa wakiwa sijui makatibu wakuu. Hizo ni nyadhifa ambazo wamewahi kuzitumikia kwenye taifa hili. Hawa ungewachunguza vizuri, mpaka leo walio wengi wamekuwa wastaafu. Ukiwachunguza vizuri, mali wanazomiliki na walivyo, utazikuta ni tofauti na mishahara waliokuwa wanapata. Sasa hawawezi kuwa na ukweli wa kulizungumzia taifa hili wakati kuna mambo ambayo wao wenyewe hawapo sawasawa. Kuna siku umewahi kunukuliwa katika moja ya interview zako, katika hotuba yako uliwahi kusema kwamba Chadema ikiwa mtachukua nchi na mkapata dola mkaanza kuwa viongozi mkaongoza taifa hili, nyinyi hamtakuwa na watu wengine kutoka nje ya nchi kuongoza nchi hii, mtatumia hawa ukiwemo wa CCM na watu wengine. Sasa Mheshimiwa Rais unatamani angeumba watu wengine, si ni hawa wanapaswa kutumia hawa rasilimali watu hawa kabisa. Sasa kama ni hawa basi maana yake ilikuwa sahihi, kwa sababu hakuna Watanzania wengine isipokuwa sisi tuliopo. Ni sawa kabisa, hata sisi hatujasema kipaumbele pengine wasingekuwa Watanzania, isipokuwa mamlaka ya kuunda hiyo tume isingekuwa na huyo mmoja ambaye ndiye sisi wengine kama Chadema tunamtazama kwamba alikuwa mhusika. Na ndio maana hata kwenye ripoti yake ukimsikiliza kwenye taarifa yake jana kwenye hotuba yake, amesema hii ni ripoti yangu, sio ripoti kwa maana ya Watanzania ambayo tunatakiwa tuitumie kwamba ilikuwa inachunguza jambo letu. Amesema ni ripoti yangu, nimeunda tume inichunguzie na hii ni yangu mimi. Kwa nyinyi mnachokitaka, mlitaka tume ambayo inaundwa na pande tofauti. Uenda ungekuwa upande wa dola, upande wa vyama pinzani na upande wa watu wengine na ambao hawatii kwako, kwa sababu tunaona asilimia kubwa ya utambulisho wa jana, hata ukiangalia walivyokuwa wanatajwa nyadhifa zao, ni wale walio wengi wanatii kwenye mamlaka yaliyowateua kwa namna ya ngazi mbalimbali walizozipitia. Umemsikia mwenyekiti wetu wa chama, makamu mwenyekiti wetu wa chama anataja kwamba mmoja ya watu waliokuwa wajumbe kwenye hiyo kamati alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Ndio. Sasa hivi huyu tunazungumzia uharibifu uliotendeka tarehe 29 Oktoba. Huyu alikuwa waziri wa mambo ya ndani, alafu awe sehemu ya kuchunguza. Mama kwanza nimemsikia jana anasema kuna watu wanasema tunamtaka Samia wetu, sio yule. Amesema mimi nataka niseme Samia ndio yule. Yeye anasema. Lakini nataka niseme, ndugu mwandishi wa habari, wanaotakiwa kusema kwamba ni yule au sio yule, ajue ni wananchi anaoongoza. Kama leo wanasema tunamtaka Samia yule sio huyu, anafikiri kwa nini wamefika hapo kusema? Ina maana wamemtofautisha. Wamemuona Samia wa kwanza aliyefungua mikutano wakati Magufuli amefunga. Wamemuona Samia wa kwanza aliyeliambia jeshi la polisi liwafutie watu kesi walizobambikizwa. Jeshi la polisi likatoka mbele ya hadhara kwamba limefuta kesi 140 na kitu ambazo lilibambikiza watu. Akaiambia TAKUKURU iwafutie watu kesi waliobambikizwa. TAKUKURU ikasema tunafuta. Samia huyu ndiye aliyeitwa kwenye mkutano wa kina mama wa chama cha Chadema akaenda kuhutubia. Leo kwa nini wanasema tunamtaka Samia wetu? Kwa ajue kwamba nao waongoza ndio wanamjua Samia wa awali na aliyopo sasa. Lisiwe swala la yeye kugoma na kuonyesha msimamo. Watu wataona. Na kama utakumbuka kuna siku nilishawahi kusema kwenye chombo chako hapa,
kwamba mimi napingana na watu wanaosema eti rais wetu anaweza kabaguliwa kwa udini wake Uislamu. Sio kweli, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kukubaliana na hili jambo. Hatuwezi kuongoza nchi kwa matabaka ya imani, haiwezekani. Na hakuna wakati wowote ambao katiba yetu imesema kwamba kipindi hiki wameongoza Waislamu, kipindi kinachokuja ni cha Mkristo. Kuongoza nchi sio swala la imani. Kama huku kwenye Ukristo hatujampata mtu wa kutuongoza, tutamweka tu kwa sababu ni awamu yao. Kama kwenye Uislamu hakuna mtu mwenye sifa za kutuongoza, tutamweka tu kwa sababu ni awamu ya Waislamu. Tunamtaka mtu mwenye sifa ya kutuongoza. Mimi nashukuru sana kwa kuja, lakini kwa hotuba yako nzuri na kutusaidia kujibu maswali ambayo tumekuuliza. Lakini nini neno lako la mwisho ambapo wewe kama wewe unatamani kungefanyika nini? Haya ni maoni binafsi ya kwako sasa. Asante ndugu mwandishi wa habari. Kwa kumalizia, kama ulivyoniuliza, mimi nataka niseme tu kwa niaba ya Watanzania wenzangu na kwa taifa letu. Hii ni nchi yetu. Ndio. Ni nchi yetu ambayo hakuna mtu atakuwa na maslahi yoyote kama nchi ikichafuka. Sawa. Hayupo hata mmoja. Na kwa maana ya Watanzania wote tunahitaji kuwa na nchi yenye utulivu, yenye amani, ambayo itatufanya kufanya mambo yetu kwa utulivu. Wote tunahitaji hicho kifanyike. Lakini pia kwa wenye mamlaka walioko madarakani, naomba na niwashauri wapunguze kutumia nguvu. Nchi sio yao. Nchi ni yetu, na wasiamini kwamba wao wana mamlaka ya kufanya chochote juu ya mtu mwingine, hata kufika mahali pa kutoa uhai wa mtu mwingine. Hapana. Tuvumiliane. Kukoseana kunaweza kukawepo, kama ambavyo hata wao watawala kuna vitu wanaweza kawa wanatukosea. Wananchi si tunavumilia, au kwa sababu hatuna nguvu za kufanya lolote. Kwa hata wao kama kuna jambo wanaliona liko tofauti, tuvumiliane kwa sababu tunajenga nchi moja. Kwa ninachokiomba, kuna matukio ambayo yanasababisha nchi yetu kufika pabaya. Kwa mfano, matukio ya utekaji, matukio ya kubambikizana kesi, matukio ya kuindana bila sababu. Mnakamata watu mnawapiga. Hilo la utekaji limepatiwa chanzo kwamba moja ya sosi za watu kutekwa ni watu kujiteka, lakini issue za watu kutekwa kwa sababu ya chuki, watu wanadaiana, wanafanya nini, wanatekana. Lakini kuna mambo pia yametajwa pale, wivu wa kimapenzi. Ziko sababu kadhaa zimetajwa pale, umezisikiliza? Ndugu mwandishi wa habari, kama utakumbuka nimekwambia kwamba hii ni nchi ya watu wenye akili timamu. Mpaka tunafika mahala kwamba kwa nini kuna utekaji, lazima ujue kuna vitu vimegusa watu. Lazima ujue. Kwa nini zamani hatukusema hivyo? Kwa nini leo tuseme? Tunajaribu kueleza vitu vya msingi vyenye maana ambavyo tunafika mahala hata tunashangaa viongozi wetu wakubwa wanaposhindwa kuyazungumza haya, ndio tunagundua kwamba kuna kitu wanacho nyuma yake. Tunazungumza habari ya watu ambao wanatoka kwenye vyombo vya habari kama hivi unavyoniona mimi nimezungumza mwezi uliopita na leo, kuanzia hapo nakosekana kupatikana. Tunawasema wakina Mdude, tunawasema wakina Soka, tunawasema wakina Kipanya, tunawasema wakina Amfule Polepole, tunawasema wakina Kibao. Hivi wewe unazungumziaje vitu hivi tu kiwepesi? Leo hii kiongozi gani wa kiserikali mkubwa aliyetoka kutoa tamko la Amfule Polepole kulikemea, kuona kama hili jambo ni la hatari kwa mtu aliyekuwa anazungumzia mustakabali wa taifa letu? Nani unamuona anazungumzia habari kama za kijana kama Mdude, Soka na wengine wengi tunawazungumza? Sasa hapa ndipo tunapoona hii kauli ya maridhiano ina dhamiri njema ndani yake. Huyu anayetuita kwenda kwenye maridhiano, kweli kama hivi vitu haoni kama ni hatari kwa taifa? Kuna maridhiano yenye dhamiri njema? Ndo hapo watu wanaweza wakafikiri Chadema tunapinga maridhiano. Hatupingi maridhiano, tunajaribu kumwangalia ndani anayetuita, kwamba huyu anayetuita jambo lake sio la kuridhiana hapa. Na kama kweli kuna nia ya maridhiano, sisi Chadema tunahitaji maridhiano kuliko mtu yoyote, kwa sababu tunataka kujenga taifa letu.
Huyu ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ni mwenyekiti wa jimbo la Tunduma, anaitwa Mheshimiwa Boniface Mwagabanje. Na hii ni Alama Global, kipindi ni habari na uchambuzi. Hapa tunachambua yale yaliyokwisha kutangazwa, lakini tunaripoti na kutoa habari mpya zilizotokea. Endelea kuwa karibu nasi. Kama bado hujasubscribe au hujajiunga nasi, endelea kuwa nasi na kutufuatilia kwenye mitandao yetu mingi ya kijamii. Mitandao yote ya kijamii tupo, lakini acha comment yako hapo, maoni yako ni yapi? Je, mwenyekiti yuko upande sahihi au ameenda tofauti? Lakini yote tunakukaribisha sana Alama Global. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Dr. Heli Sanga. Asante.